Mr. Mponda, Selini na watu wake wamepanga njama la kuhamishia pesa zote za kampuni kwenye akaunti yako, hivyo kuwa makini. Hello? Hello. Selini, naomba usikize kwa makini. Mipango yote mnayoipanga zidi yangu nimeweza kuibaini. Na nikwambie tu, kwa mara ya kwanza ulinusurika kwenda jela. Ila safari hii mtakwenda jela wote. Nimejua unahitaji kuhamisha pesa na kuhamishia kwenye akaunti yangu ili nionekane kuwa mimi nimehusika kuiba hizo pesa. Sasa usijaribu kufanya huo mpango hatari, sababu utakugharimu. Hello? Hello? Kuna nini? Kuna pozi ya chachu anataka kuivuruga akili yangu. Kivipi? Nitakujuza baadaye. Sawa. Lakini hata hivyo, acha nijiandae nitoke. Sawa. Hapana. Taniua. Taniua. Tondo nini hivyo mume wangu? Yana tukipushapu kimoja tu kimekushinda. Piga bwana, jitahidi piga hata mbili tu, hata tatu, hata nne, piga bwana. Hapana. Lakini mume wangu, wewe tumeangalia wote juzi hapo kwenye simu, tumeona kabisa pale kile kidada kimeweka mikono hivi kifuani na miguu kapandisha hapa kiunoni. Alafu mwanaume wake akawa anapiga push-up tena kapiga nyingi hivi. Kwa hapo miguu nimeweka chini na mikono nimekushikilia, lakini unashindwa. Sasa ndo nini hivyo? Sikiliza nikwambie mke wangu. Ni kweli tuliona kabisa kwenye simu, lakini yule kwenye simu mke wangu, yule mwanamke alikuwa ni mwembamba kama miti ya miogo. Sasa mke wangu wewe kama friji bovu. Hata alitembei, yani kila nikijaribu kujitutumua hivi mtoto wa watu nahisi kama nakata kiuno. Sasa nikikata kiuno mimi mke wangu nitabaki nani? Hapana. Kwa mimi friji bovu. Sawa tukane. Lakini mume wangu pale si unakumbuka kale kamoja kalikuwa kembamba kale kakike, mwanaume akawa mnene. Sasa hapa na sisi sio vile tu, mimi mnene au mwembamba vile mnene kwa mwembamba, piga bwana, piga hata 5 tu, lakini na mimi nisikie uloda. No. Mume wangu ndo nini hivyo? Mimi nakwambia piga push-up unakoloma. Mume wangu piga basi hata kidogo. Bana usilale, piga bana. Mimi nilijua tu wewe unipende. Nilijua na hapa nilikuwa nimekuambia tu unibebe upige push-up kama mtego ili nione kama kwa unanipenda. Wewe sasa hivi unipendi. Mbona ningekupandiaga tu hivi juu umeage hapa leo ndo unaumia nini? Sawa poa tu poa. Lala hivyo. Mr. Mponda, kwanza nikupongeze kwa kurudishwa kazini. Asante sana Grace. Kweli ofisi ilipoa sana.
kila mtu aliukumbuka uwepo wako, maana wewe ulikuwa mcheshi, unacheka na kila mtu. Ama hakika tulikumisi sana. Nimefurahi kusikia hivyo, lakini ucheshi ni tabia yangu. Ni ngumu sana kuweza kuiweka kando na kwa ni lifestyle yangu. Lakini wewe yote uliyajuaje kwa Celine ndo aliyechukua pesa? Aliyekuwa Celine, yani ukimwangalia mdada watu ni mpole. Kaka Mponda, samani mara moja. Okay, samani dakika moja nakuja. Okay, sawa. Nenda kamsikilize. Ndio Nyota. Nabii. Hii karatasi nimekuta hapa chini. Nahisi itakuwa ni yangu. Jaribu kuwa msiri. Sio kila kitu chako kinapaswa mtu ajue. Ndio ni kwangu. Unaweza kwenda. Hivi tulishia vile? Tulishia vile, nimekuuliza kuhusu Celine. Oh. Unajua Celine mimi nilianza kumfahamu na kufuatilia tangu kipindi niko kazini. Kwa hiyo hata nilipokuwa sipo kazini ilikuwa tayari namjua. Kwa kutokana na hiyo situation ilinilazimisha mimi kufanya jambo langu. Na kazi ikawa nyepesi kabisa. Uko vizuri? Unafaa kuwa mpelelezi. Na bwana. Ni kawaida. Yeah, bila shaka usio na wasiwasi. Nimemaliza kila kitu. Ila kuna kitu nimekisahau. Nimesahau kuchomoa flash. Yes, kwenye kompyuta yake pale pale. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba nenda haraka sana kabla hajaingia mtu yoyote pale ofisini. Hakikisha unaichomoa ile flash. Si unaitambua Basi fanya hivyo. Kaka Mponda. Niambie Nyota. Ulikuwa umedondosha karatasi yako hapo chini. Ulichokiota naomba ukifanyie kazi. Yes, hello. Ya, nimeshafanikiwa. Yes, mimi ndo Mr. Kapuya. IT wa dunia. Haliwezi ikaja jambo mbele yangu na nikalishindwa. Ya, nimeshafanya kila kitu. Yeah, bila shaka usio na wasiwasi. Nimemaliza kila kitu. Ila kuna kitu nimekisahau. Nimesahau kuchomoa flash. Yes, kwenye kompyuta yake pale pale. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba nenda haraka sana kabla hajaingia mtu yoyote pale ofisini. Hakikisha unaichomoa ile flash. Si unaitambua Basi fanya hivyo. Sawa. Haina shida. Ukishamaliza basi utanijulisha
Sasa hizi Salama. samani dada, nilikuwa namuulizia Mr. Mponda, nimemkuta? Samani kaka. Ndio, bila samani. Umedondosha simu yako pale. Nyinyi mmeiokota? Iko wapi? Anaenda kwa mdogo. Asanteni sana. Lakini kuna kitu mmenisurprise kidogo. Yaani inawezekana vipi? Nadondosha kitu na nyinyi mnaniletea. Aliyakuwa nikiwatazama naona kama mnapitia changamoto hivi. Hamna shida kakaangu. Sisi hatujafundishwa hivyo. Tumefundishwa tunapookota kitu cha mtu tunamrudishia kwa wakati mwafaka. Ama hakika mmefunzwa vyema. Na kupitia hiki ambacho mmekifanya, natamani na mimi nifanye jambo kwenu. Hamna kakaangu. Wala hata usijali. Kaka, samahani, yani kama utonavyo hapa, kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hatujaweza kupata kitu chochote. Maisha yetu ni magumu. Kwa hata msaada unaotaka kutoa, nahisi utatusaidia sana. Sasa, already sana. Labda nyinyi mnaishi wapi? Mnapatikana wapi? Labda mtu akihitaji kutaka kuongea na nyinyi zaidi, kubadilishana mawazo mawili matatu, sababu of course nimetokea kuwapenda kwa muda mfupi. Kakaangu, sisi wazazi wetu wote wawili washatutoka. Walituachia mali, lakini ndugu ameshakutudhulumu na kutufukuza. Kwa sisi ni watoto wa mtaani tu. Poleni sana. Kikweli story yenu imenigusa sana. Na natamani nifanye jambo. Je, vipi mko tayari kwenye hilo? Sisi tuko tayari kakaangu. Tena tutashukuru sana. Jambo gani kakaangu? Natamani muongozane na mimi tuelekee nyumbani. Tunashukuru sana kwa msaada wako. Ila kwa sasa hivi naomba tu nisaidie mdogo wangu. Mimi naendelea kupambana. Kwa wakati mwingine nitahitaji msaada wako. Basi sawa, mimi naomba pia tuongozane pamoja ili pia ukapajua anapoishi mdogo wako. Alafu kwa wakati mwingine muda wote unaweza pia nayo kaja. Basi tuongozane. Asanteni sana. Nimependa ukarimu wenu. Dada. Vipi kwani? Mr. Mponda nimemkuta? Mr. Mponda hayupo ila kuna mdogo wake. Basi naomba nitie huyo mdogo wake. Kaka Sipa! Kaka Sipa! Nini wewe? Nishakwambia sitaki mazoea bana. Kunitaita kila muda. Suzeni mtoto muite Sipa au? Kuna mgeni wako. Kaka Sipa, nilikumisi sana. Nimefurahi kukuona. Iwe sister, unanitafuta nini? Ni mara ngapi nimekuambia usikanyage hapa lakini unielewi? Hivi unanitafuta nini mimi mtoto wa watu?
Unataka niishi maisha kama ya kwako wewe? Kupata kimwili tu kidogo tayari mmeshaanza fitina. Yaani hapo ndo nashindwa kuelewa kabisa wanadamu. Sijui mnataka nini nyinyi. Sikia dada, maisha magumu unaopitia, umaskini wako, uchokolatu ulioishi yote, sitaki unirudie tena. Na ndio maana nakukazania sana uniache na maisha yangu. Sijui unanielewa? Hivi Sipa, wewe leo hii ni wa kunijibu hivi? Unajisahau eh? Dada, naona sasa unavuka mipaka. Yaani kukuheshimisha, kukutoa ndani mpaka kukuleta hapa ni kitu kishukuru sana. Kwa naomba heshima iwepo. Nadhani nimekuvumilia vya kutosha. Sasa hiki ulichokionyesha ni unaonyesha kweli mimi na wewe undugu. Basi nikwambie kitu kimoja, hiki kiweke akilini na ukielewe, nacho kizungumza kinatoka kinywani mwangu. Kuanzia sasa sitaki undugu na wewe, na sina ndugu anaitwa Nasra. Maisha magumu tuliopitia sidhani kama nayataka tena kwenye maisha yangu. Kwa naomba uniache. Naomba uniache. Nasra, naomba uniache, narudia tena. Sikia nikwambie Sipa. Nimekusikiliza maneno uliyoyaongea yote, nimekunyamazia kama dada yako. Ila kumbuka, hapa ulipo, upo kwa ajili ya msaada. Na msaada wako tayari umeisha. Nimekufuata hapa tuweze kurudi nyumbani. Sikia Nasra. Sio msaada tu. Mimi hapa nishakuwa mtoto wa hapa. Kwa hiyo wewe usitake kuingilia maisha yetu. Na kuomba niache na maisha yangu. Nikisema hivyo nadhani umenielewa. Sitaki nirudie mara mbili. Kajinga vile. Sipa. Hivi unaelewa nini ninapokuambia kwamba mimi nina plani kubwa sana, na jambo langu nikilikusudia basi sipotezi kizembe. Nisikufiche, huwezi amini ule mpango nimefanikisha. Unamaanisha ule mchongo wa Flash? Yes. Umewezaje kufanya hivyo? Hiyo ndo maana ya Kapuya. Ukisikia Kapuya ndo mimi, lakini ukisikia Kapuya mtu ambaye anakosea, basi huo ni photocopy. Nilituliza kichwa, nimefanikiwa. Kweli nimeamini wewe ni genius. Na sikuwahi kufikiria kama una akili ya hivyo. Lakini bila uwepo wako nisingeweza. Mr. Kapuya, mimi nakupenda sana. Na kwa hili ulilolifanya, kusema kweli nimenifurahisha. Na sikuwahi kufikiria. Basi mimi nilikuwa naona ni muda wetu wa kuenjoy. Aya, uwanjani wako.